Rais Vladimir Putin Jumatano Machi 12 alieleza matumaini yake kwamba jeshi lake liko kwenye ukingo wa kurejesha kikamilifu mkoa wa Kursk wa Urusi, huku Ukraine ikieleza dalili za kuwa inavuta wanajeshi wake nyuma kutokana na harakati za haraka za wanajeshi wa Urusi. Katika ziara yake ya kwanza kwenye mkoa huo tangu Ukraine ilipoanzisha mashambulizi yake ya kushangaza mnamo Agosti, Putin aliyevaa mavazi ya kijeshi alisifu mafanikio ya hivi karibuni na kuasa wanajeshi wake. Natamani kwamba kazi zote za kijeshi zinazokabili vitengo vyetu zitafanywa na kwamba ardhi ya mkoa wa Kursk itakombolewa kabisa kutoka kwa adui, alisema katika matamshi yaliyohaririwa kwenye television. Vikosi vya Urusi vimerudisha makazi 24 katika mkoa wa mpaka katika siku 5 zilizopita, mkuu wa maafisa Valery Gerasimov alimwambia Putin, dakika chache baada ya video za matamshi ya Putin kuonyeshwa kwenye television ya serikali ya Urusi. Kamanda wa jeshi la Ukraine alieleza kuwa wanajeshi wake walikuwa wakijiondoa ili kupunguza hasara. Katika hali ngumu zaidi, kipaumbele changu kimekuwa na kinabaki kuwa kuwaokoa maisha ya wanajeshi wa Ukraine. Kwa lengo hili, vitengo vya nguvu za ulinzi, ikiwa ni lazima, vitahamia kwenye maeneo yenye faida zaidi, alieleza kamanda mkuu Oleksandr Syrskyi katika machapisho yake kwenye Facebook kwa lugha iliyotumika kawaida kueleza kujiondoa. Aliongeza katika hivyo, licha ya shinikizo kubwa kutoka kwa wanajeshi wa Urusi, Korea Kaskazini, tutashikilia ulinzi katika mkoa wa Kursk mradi tu iwe inafaa na inahitajika. Ukraine na washirika wake wanasema kuwa zaidi ya wanajeshi 10,000 kutoka Korea Kaskazini wamepigania kwa niaba ya Urusi huko Kursk. Gerasimov alisema kuwa Urusi ilikamata wanajeshi 430 wa Ukraine katika mkoa huo, huku Syrskyi akisema kuwa wanajeshi 942 wa Urusi walikamatwa kama wafungwa wa vita. Putin alisema wapiganaji wa Ukraine waliokamatwa wanapaswa kutendewa kama magaidi kulingana na sheria ya shirikisho la Urusi, akionyesha kuwa huenda wakakutana na majaribio katika mahakama za Urusi na kufungwa kwa miongo kadhaa. Urusi tayari imeshawahi kuwashtaki wapiganaji kadhaa wa Ukraine kwa ugaidi. Mkataba wa Geneva unakataza kumweka mfungwa wa vita kwa majaribio kutokana na ushiriki wao katika mapigano ya silaha. Gerasimov alisema kuwa Urusi ilikuwa imerudisha takriban kilomita 1100 za mraba za ardhi katika mkoa wa Kursk, idadi kubwa ya yale ya Ukraine aliyojiamulia kuyachukua katika uvamizi wake wa kushangaza wa Agosti 2024. Mafanikio ya Urusi uwanjani yamekuja huku Marekani ikisema inataka Urusi kukubaliana bila masharti kwa mapumziko kamili ya vita kwa siku 30, mapigano ambayo Kyiv imeunga mkono. Ukraine ilitarajia kutumia udhibiti wake wa mkoa wa Kursk kama chipu ya mazungumzo ya amani na Moscow. Wakati huo, Rais wa Marekani Donald Trump alieleza matumaini Jumatano kwamba mazungumzo ya Marekani yalielekea Moscow yanaweza kuleta mapumziko ya vita ya Ukraine, huku maafisa wakisema Marekani inataka Urusi kukubaliana na kusimamisha mapigano bila masharti. Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu, usisahau kusubscribe, like and comment ndani ya Faraja TV Online. Langu jina Nyambili Yohana.